Tuko na mfanyabiashara maarufu nchini Tanzania mwenye mashirika mbalimbali na makampuni mbalimbali pamoja na hoteli inayojulikana kwa jina la Tabata Hoteli. Chief Kiumbe, Mohamed Kiumbe amepata pigo kubwa sana airport. Chief Kiumbe amepata pigo, ili mimi naliita ni pigo kubwa sana akiwa airport kusafiri kuelekea Mwanza. Akaingia duka moja hivi la perfume, na hilo duka limesheheni. Utaona kuna maperfume mengi, kuna mafuta, kuna mambo mbalimbali, tena wapo upande wa Terminal 2. Terminal 2. Jina la duka ni hila hapa na wawekea hapo. Chief Kiumbe akaingia hapo dukani akaweza kujinunulia perfume yake ambayo ina kwa thamani ya $1,100,000. Chief Kiumbe akanunua perfume ya $1,100,000. Alipokuwa ameshalipia anaondoka kwenda kuiangalia, kumbe ile perfume ni fake. Perfume ni fake. Chief Kiumbe akasikitika, akaona hii Tanzania tutafika wapi? Duka kubwa kama hili liko tena airport Terminal 2, lakini bidhaa zake ni fake. Hivi TBS wanafanya shughuli gani? TBS wajibu wao ni kushughulika kuangalia bidhaa zinazouzwa katika maduka kwamba ni feki ama si feki, ni original ama si original, ili kuweza yule mfanyabiashara aweze kulipa ushuru kutokana na bidhaa anayoiuza. Lakini leo madukani, tena sehemu kama ya airport inauzwa perfume feki. Ni jambo la kusikitika sana. Wallahi ni jambo linasikitisha sana. Niliweza kuzungumza na Chief Kiumbe na haya ndo aliyazungumza. Niliweza kuzungumza na Chief Kiumbe pia akasikitika kuona Tanzania bado tunafanya biashara za namna hii, tena sehemu ambayo ni maduka ambayo yana hadhi. Ni maduka ambayo ukiyaona ni kama yana hadhi, kwamba ukiingia unajua utapata kitu quality, kitu original, kumbe ni fake. Duka la perfume ambalo lipo Terminal 2 Airport Dar es Salaam wanauza perfume fake. Na hii ndio perfume ambayo Chief Kiumbe ameinunua, lakini inasikitisha, inaumiza sana. Mwenyewe nimeogopa jamani, nimeogopa. TBS, fanyeni kazi yenu. Ni wajibu wa serikali ama vitengo maalumu kupambana na wafanyabiashara haramu kama hawa, kwa sababu inatakiwa baadhi ya hivyo vitengo waende tu watu kama alivyoenda mfanyabiashara huyo Chief Kiumbe kununua perfume. Kumbe ni mtu wa kitengo, anunue perfume, aangalie, hebu nipe na hiyo, nipe, akague. Anafanya kama ananunua, lakini kumbe anaangalia aone bidhaa hizi ni fake ama ni original. Hawa wanalipa ushuru kihalali, wanalipa ushuru kimakosa. Ni mambo ya kuangaliwa sana jamani. Kuna mashirika Tanzania yanawapiga sana wa Tanzania. Hili jambo nimeshalia nalo sana mie. Nimeshalizungumza sana kwa wafanyabiashara, hata na mabenki pia hivyo. Kwa sababu utakuta kama benki ya Equity inalalamikiwa sana pia. Mimi mwenyewe ni mhanga wa Equity. Wanakupa mkataba usaini, lakini wakishaenda huko ndani kuna makabrasha ambayo wanayafanya tofauti na kile ulichokisaini. Yaani kuna upigaji sana katika nchi hii. Wananchi wanaonewa. Jamani, naombeni serikali, pambaneni na hawa watu wanaouza bidhaa feki, na hawa watu wa mabenki pia wanaowapiga wananchi. Wanajifanya wanawakopesha, wanajifanya wanawasaidia, lakini kumbe wanawapiga kwa mikataba feki na mikataba ya uongo ya dhulma. Serikali inatakiwa iingilie kati. Serikali iingie jamani, kwa sababu na hawa watu wa mabenki kuna namna wanapiga mule ndani. Wanauziana viwanja wao wenyewe, wanachukua wao wenyewe, wanajiuzia, wanajifanya wamepiga mnada usio rasmi. Mimi ili siweze kukubali. Serikali, naombeni tafadhali, naombeni muokoe wananchi. Wananchi wanalalamika sana huko mitaani.
Wananchi wanalia sana huko mitaani. Kuna ushahidi sana nawaambieni. Umeona sasa kama huyu mfanyabiashara ameingia dukani kwenda kununua perfume ya $1,100,000 akijua ananunua kitu anachokipenda, kitu kitakachomfurahisha, kitu original, kumbe ni fake. Ina maana ametupa pesa yake $1,100,000 katika uwanja wa airport. Airport, neno airport. Mtu akiona amenunua kitu airport, anajua amenunua kitu original kwa sababu vitu vinapitia hapo airport kutoka huko nje. Ina maana hapo airport hakuna wakaguzi. Duka la perfume airport terminal 2 hakuna wakaguzi jamani. Fuatilieni jamani. Sasa hivi Tanzania tumeanza kusahau neno TBS. Tumeanza kulisahau neno TBS kwa sababu hatufuatilii, tunajichukulia tu vitu, hatuangalii, hatuna uhakika. Lakini TBS wakifanya kazi yao, tunakuwa tunanunua kitu na moyo msafi. Tunajua kitu hiki ni original. Kitu hiki kiko sawa kwa sababu kuna shirika maalum ambalo linasimamia kudhibiti bidhaa feki na original. Ama kuwe kuna mahala maalum ambako panauzwa bidhaa feki ama na sehemu ambako panauzwa bidhaa original. Mtu anayetaka vitu feki aende sehemu zinapouzwa vitu feki. Mtu anayetaka kitu original aende mahali ambako kinapatikana kitu original. Sio mahala ambapo kinapatikana kitu original kiingizwe kitu feki. Ni kuwalaghai wananchi, ni kuwalaghai watu. Jamani, mimi nimefikisha ujumbe kama ulivyo, na si kwamba serikali haijui, ni kukumbusha tu. Panapopatikana baadhi ya wananchi kulalamika jambo fulani, ndio ina maana serikali inakumbuka labda sehemu fulani tumejisahau, ama sehemu fulani inabidi tufanyie mkazo. Hili duka ambalo lipo Terminal 2 Airport la perfume, Chief Kiumbe, Mohamed Kiumbe, mfanyabiashara maarufu nchini Tanzania, kanunua perfume ya 1,100,000 lakini ni fake. Wayo, sina mengi ya kuzungumza. Msikilize Chief Kiumbe mwenyewe hapo. Ni Terminal 2. Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3. Kwa hiyo perfume unanunua sasa hivi ni fake. Airport Terminal 2. Umejuaje kama ni fake tajiri? Mimi ndo nilinunua mwenyewe. Inauzwa $1,100,000. $1,100,000 alafu ni fake. $1,100,000 Tanzania alafu ni fake. Pole sana tajiri yangu. Pole sana boss. Ni Airport Terminal 2. Inasikitisha sana, inauma sana wallahi. Inauma sana jamani, inauma sana. Inauma sana. Nakumbusha tena, Equity Bank. Nina ushahidi wote ninao jamani. Ninaombeni serikali ya Tanzania jambo hili tulishikilie kwa umakini. Hakuna binadamu anaweza kuamua kuzungumza tu ovyo mitandaoni au kwenye kama hivi for nothing. Kuna kitu kinaumiza. Jamani, msiwaache wapiga kura wakilalamika. Hebu kimbilieni Equity, kuna matatizo kule, kuna mambo. Jamani, kimbilieni Equity. Mimi niliwahi kumuomba Mheshimiwa Waziri Mkuu na nikamuomba. Na ninajua alinijibu akaniambia amelipokea swala hili. Najua analifanyia kazi. Mheshimiwa Waziri Mkuu ni mchapakazi na najua analifanyia kazi. Inshallah najua tutapata ufumbuzi mzuri. Ili mradi tu wananchi wasidhulumiwe. Naitwa Ustadh Juma Msoma, unaangalia Ustadh Juma TV. Thank you.